Naitwa Richard Ezekiel Ngunga, mzee wa Madera Yanga Afrika. Hapo nataka nikurekebisha kitu kimoja, sio mwenyekiti wa tawi. Mimi ni mwenyekiti wa hamasa. Mwenyekiti wa hamasa tawi la Yanga Kawe. Mwenyekiti wa tawi yupo mwenyewe. Mwenyewe yupo, ni mwenyekiti wa hamasa. Sawa mwenyekiti, unaweza ukatupa historia fupi ya hili tawi, lianzia mwaka gani? Tawi la miaka mingi, karibu miaka 30 nyuma huko. 30. Maendeleo ya tawi yakoje kuanzia huko nyuma jinsi lilivyokuwa mpaka hapa mlipofikia? Maendeleo ya tawi yako vizuri. Mara ya kwanza kabisa tulikuwa tumepanga Wamani. Baada ya yule mzee kuuza nyumba tukaja kuhamia hapa. Sasa hivi tunajenga tawi letu. Tunakwambia maendeleo ya tawi yetu yako vizuri. Kuna sehemu tumepata sehemu tunajenga tawi kubwa na ukumbi mkubwa kwa ajili ya mikutano, kwa ajili ya kuonyesha mpira. Na mwitikio wa wanachama ukoje kwenye tawi lako? Mwitikio wa chama katika tawi langu ni mzuri. Kuanzia wanachama na mashabiki mwitikio ni mzuri. Kwa sababu tuna uhakika wa kwenda uwanjani kwa ajili ya kwenda kuisupport timu yetu. Kila mechi inapochezwa lazima itoke gari moja mbili hapa Kawe. Mpaka sasa hivi tawi lina wanachama wangapi? Lina wanachama 154. Sasa mwenyekiti, twende kwenye timu yako ya Yanga. Unaionaje timu kuanzia yani kwenye hatua ambao mpaka sasa hivi imefikia timu yako, unaionaje? Je, ubingwa upo? Ubingwa upo. Ubingwa upo. Unaweza kaizungumzia timu yako ya Yanga kwa kiufupi jinsi hapa inavyoendelea, maana kuna muda huwa inakwama, kuna muda inaenda tena, hasa ikiwa kimataifa. Hapa Tanzania yani huko ndani ya nchi huwa inafanya vizuri kwa asilimia yake, lakini ikifika nje ya mipaka ya Tanzania, kwa nini unaona yani hiyo kuna changamoto gani? Kwa nini wachezaji wakiwa ndani ya nchi yao wanacheza vizuri ila wakiwa nje ya nchi inakuwa ni changamoto? Kwa nini? Nataka nikurekebishe hapo pia. Nje ya nchi hatujafanya vibaya, tumeshavaa medali. Kama Yanga tumevaa medali. Kwa hapa Tanzania sisi tumevaa medali. Kwa hiyo bado tuko vizuri. Na unaona msimu huu imekuwaje mpaka mkakwama mkaishia hatua za makundi? Ni game tu. Game imekuwa vibaya, basi tumekomea hapo. Kaka, habari? Nzuri, habari yako? Salama. Kwa majina unaitwa? Naitwa Msisi wa Msisili. Msisi wa Msisili. Naam. Kaka, una Yanga kwa sasa hivi unaichukuliaje na unaionaje timu? Ushindi upo au? Ushindi upo wa kutosha kabisa. Ndio maana tunapiga watu nyingi 5, 8 kama kawaida. Kwa mwaka huu kuchukua ubingwa? Ubingwa lazima uwepo. Maana makolo tumeshawaacha mbali sana. Kwa hizi mechi ambazo zijazo, unaionaje kwamba kuna draw, kuna kufungwa na kuna kufunga? Kwa hii michezo ambayo imebaki mnayo na JKT, kuna mwingine mnaona mnaifunga au kunatokea draw hapa katikati? Hakuna kutuzuia, aliobakia wote hawa wanaona ni watoto kwetu. Hakuna kutuzuia kabisa. Mmesikia wana wa Yanga tawi la Kawe hapa wanakuambia kwamba wao mechi zilizobakia kufungwa ni hapana, sare ni hapana. Wanaenda kufunga watu, maana watu waliobakia ni watoto. Tuko na wadada hapa, wanamama nao pia wapo, ni kindaki katika timu. Wapo lele wenyewe wanakuambia. Dada, habari yako? Safi. Kwa majina unaitwa? Naitwa Johari. Johari, wewe yani nataka tu kujua kwa nini ulishabikia Yanga? Yani kwa nini? Yani wazazi wangu wote wawili yani wapo Yanga. Na mimi mwenyewe nipo Yanga, yani damu. Unaionaje timu yako kwa sasa ilipotoka na hapa ilipo? Yani tunaenda mbele. Nyie kurudi nyuma? Mwiko kabisa, mwiko. Sasa dada, katika timu ya Yanga, naomba unitajie kikosi yani cha Yanga ile. Hata wachezaji basi usinitajie, basi nipo wachezaji wako 3 ambao nipendo. Unajua hawa nisipowaona basi mimi timu nitajie 3. Aziziki, Pakome, dada anakuambia top 3 zake ni Chama, Aziziki, Pakome, afu kuna Mzize. Niko na babu hapa. Jamani, Yanga sio kwamba ina vijana wana mama, ina mpaka wazee. Babu, habari yako? Nzuri, hali yako nawe? Salama. Kwa majina unaitwa mzee nani? Mimi naitwa Maneno Mashaka Mwinchande. Maneno Mashaka Mwinchande. Babu, nipe maneno kuhusu timu yako sasa. Maneno ndio kupa ya furaha kabisa. Najua timu yangu
inanitoa kuzito, inanipeleka kwepesi. Maana timu zilizobaki ni 3, hakuna hata timu moja ya kuweza kunizuia. Unaona babu, timu zote zilizobakia hapa hakuna ya kuzuia, kama nilivyosema mwanzo, hamna kushindwa, hamna kutoa sare, nyinyi ni kufunga. Funga tu. Kwa mnaona ubingwa huu hapa mshaufikia. Hapa tayari ubingwa tayari tunao. Kwa ubingwa mnao na mnatamba nao. Wana Yanga, jambo mbona mmemshambua ubingwa mnao na mnatamba nao.